Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji wetu mahali popote ulipo, tunakukaribisha tena kwa ibada ya siku ya leo ya Friday. Tunakwenda kujifunza neno la Mungu siku ya leo. Na before tuanze, ningetaka tufungue na maombi tuweze kuendelea. Baba Mungu, tunakushukuru kwa nafasi umetupa jioni ya leo kuwa katika nyumba hii nitandishwa na jina lako, tuweze kushiriki neno lako. Baba, ninaomba ufanye amani yote anayotazama na kutusikiliza, ukamzungumzie Bwana panena na maisha yake, ukampa mwelekeo Bwana na suluhisho la maisha na jawabu la maisha yake kupitia kwa mafunzo ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo. Tunakaribisha uwepo wako na nguvu zako Mungu mahali hapa. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Tutumie ewe Bwana, nena nasi upendavyo. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nitamkaribisha mwenzangu tuende mahali hapa katika program ya leo aweze kutusalamia ndio tuingie kwa ujumbe wa leo. Karibu. Asante Pastor for this platform. Praise God. My name is Veronica na niliokoka na Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. God bless you. Today we are going to learn how to grow in our Christian life. Ni vizuri kukua katika maisha yako ya kiroho. Hata wakati ambaye tulizaliwa ama wakati ambaye Mungu ametubariki na watoto, hakuna mzazi ambaye huafurahi kuona progress ya mtoto wake. Akiona kuna siku ambaye alikuwa anamshika, angejifanyia chochote alipokuwa bado ni mdogo, baada ya miezi kadhaa anaanza kucheka, anaanza jikalisha kwa kiti. Baada ya muda fulani mtoto anaanza kutapata hapo. Na zingine unaweza kumwona baada ya muda fulani ameanza kutembea. Inakuwa furaha kwa mzazi kuona yule mtoto ana grow. Ile vile alivyozaliwa sivyo ndivyo alivyo baada ya miaka 2-3 kuendelea. Hivyo ndivyo naye Mungu pia alivyo. Mungu ni mzazi wetu. Wakati tuliokolewa tulizaliwa kiroho. Mtu wetu wa ndani ni mtoto tuliyepewa na Baba, na anatarajia mtoto huyu aweze kukua katika maisha yako ama maisha yangu ya kila siku. Na growth yetu kama Wakristo tunaenda kujifunza kwamba ndio grow unafaa kufanya nini. Ndiposa Mungu aone kwamba umetoka level moja hadi nyingine. How do you supposed to do? So that Mungu afurahie kuona kwamba ukiwa kama mtoto wake you are growing in your spiritual life. Hebu tusome in the book of 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Tusikie vile Peter anaongelesha kanisa la Bwana about growth. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen. Glory be to God. Tunaona Peter anaanza kuelezea kwamba yale mambo wanafaa kuweka kando. Hasira, hypocrisy, vita, chochote kile ambacho kinaweza zuia mtu aweze akose kugrow kama kugrow katika maisha yake ya kiroho. Peter ana request kanisa ama request watu wa Mungu wayaweke kando. Hiyo ni kusema nini? Wakati mzazi amepewa mtoto, amejifungua mtoto kutoka hospitalini, immediately kuna vitu anakuwa amebeba wakati anaenda kujifungua. Kuna baby show, kuna mavazi ya mtoto ambaye mtoto huyu anakuwa amebebewa na mama yake. Ndio kanapozaliwa katoto kanafunikwa kwa sababu ya baridi. Sio kitu cha kwanza tunaona huyo mzazi huwa anatenganisha mtoto na baridi. Kwa sababu anajua baridi ni adui mkubwa wa maisha ya mtoto. Anamfunika vizuri, anambeba vizuri, huyo mtoto afike nyumbani akiwa salama. So naye Peter anaambia kanisa, diposa uweze kugrow katika maisha yako ya kiroho, kitu ya kwanza kuna vitu lazima upigane nazo ambazo ulikuwa unafanya hapo mwanzo. Kwa mfano wakati uliokoka, maybe ulikuwa na hasira, maybe ulikuwa na kunywa pombe, maybe ulikuwa na spirit sexual immorality, maybe ulikuwa na matendo mabaya ulikuwa ukiyafanya. So unapookoka, diposa uweze kugrow in your spiritual life, lazima hayo mambo uanze kuachana nayo moja kwa mingine. La pili ni kusema, kwa mfano ulikuwa ukienda bar, mtu anapookoka lazima kikundi cha wale mlikuwa mnaenda nao bar unaachana nao kabisa. Maybe kuna kikundi mlikuwa marafiki na wao, labda walikuwa wanavuta sigara, ama labda walikuwa kienda katika njia ambazo hazistahili, ama wanaenda disco na raha zingine. Hicho kikundi lazima ukiweke kando, diposa mtu wako wa ndani aweze kugrow. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tumechukua nature of Christ.
Na kama tumechukua nature of Christ, lazima tuenende kulingana na vile ambavyo Mungu ametuagiza katika neno lake. Na ndio hapo verse 2 ametusomea, inasema kwamba tutamani maziwa ya kiroho ambayo ni neno la Mungu tuweze kugrow. Kwa hiyo maziwa ya kiroho, kama vile mtoto analia akitamani kunyonya, naye Mkristo wote yule lazima atamani kunyonya, na kunyonya kwetu kama Wakristo ni neno la Mungu. Keep yourself busy by reading the word of God. Isina kusoma vitu ambavyo vikusaidia katika maisha yako. Unajua kabisa na vitu ambavyo ukiangalia kabisa ndio umeziwatch, zimepoteza time yako kubwa, lakini ile benefits zimeleta katika mtu wako wa ndani ama spiritual life yako unapata hakuna. So huyo mtoto wa kiroho instead agrow, apendeze Mungu, Mungu anahuzunika. Hata ukiwa na mtoto wa miaka 10, mtoto huyo atembei, mtoto huyo haongei, mtoto huyo afanye mambo ambayo mtoto wa kawaida anafaa kufanya, utahuzunika kama mzazi. Naye Mungu naye anapotuangalia, akiona Wakristo wamekataa kutamani maziwa ya kiroho, wamekataa kugrow, bado wana struggle na vitu vya dunia. Mtu aliokoka bado anatusiana, mtu aliokoka maombi haombi, mtu aliokoka hajikomiti na mambo ya Mungu, hata kushirika wa watu wale wengine. Mtoto huyo sasa ameacha kugrow, ameshikwa na remuni ya kiroho. So I request you wherever you are in the name of Jesus, angalieni wapi ambao will stop your growth. Anza kusoma neno la Mungu, anza kuchukua mkondo wa kusonga mbele in your Christian life, so that tuweze kugrow, ndio Mungu aweze kutembea pamoja na wewe. Nikataka someo pia kitabu kingine in the book of John chapter 15 verse 7, tusikie navyo Yesu anavyosema, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Amen. Asama, if you abide in me and me I will abide in you. Anasema kama anything you ask in my name shall be given unto you. Now the word of God is very clear. Lazima Kristo neno lake likae ndani yako, alafu na wewe pia ukae ndani ya Kristo na Kristo akae ndani yako, ili kwamba chochote utakachoomba utapewa. Kwa hivyo tunaona kwamba ndiposa ukamilike katika Ukristo wako ama maisha yako ya kiroho, kitu ya kwanza unafaa kufanya ni kuruhusu neno la Mungu likae ndani yako. Read the word of God every day. Keep yourself busy by reading the word of God. Kuna mtu saizi unaweza muuliza kuhusu politics in Kenya, akwambia kile ambacho kinachoendelea katika taifa la Kenya. Mwingine amuuliza niki ambaye kimeendelea leo katika nchi ya Kenya. Ameingia kwa media yote, anajua niki na happen. Amejishibisha na kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa sasa. Ako na full information what is happening around the world. Lakini ukimwambia quote any verse in the Bible, hajui, hana hata hajasoma. So Mungu anapokutazama anakuhurumia sana, anaona umekataa kugrow. Na let me say this, uko vile ulivyo kwa sababu ya chakula ambayo unakula. Ile chakula ulianza kula wakati ulizaliwa hadi sasa ndio imefanya wewe vile ulivyo saa hizi. Kwa sababu ukifikiria ile chakula umekuwa ukikula wewe inaenda wapi? Wacha kwa sababu ile ambayo unapeleka kwa choo. Ile nyingine inabaki inaendaga wapi? Inabaki kwa mwili wako. Hiyo ndio wewe sasa. Kile unakula ndio wewe. Na sasa when you read the word of God, ita transform maisha yako, utakuwa mtu mwingine. Utakuwa mtazamo wako wa mambo utakuwa different. Maybe kitambo ulikuwa na struggle na vitu vidogo in your life, unaweza kuona kwamba unaanza kuovercome na una move forward kwa sababu neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako. Paulo anambia Timothy, neno la Mungu likuwe kwa wingi ndani. Ukiwa moyo wako umejaa neno, vile utakuwa unajibu watu, vile utakuwa una react katika maisha yako ya kiroho, utafanya vile ambavyo Mungu anataka kwa sababu neno la Mungu liko ndani yako. Hebu jiulize, because watu wengi tunaingia shughuli zao za kila siku, ni mara ngapi unakunywa maziwa ya kiroho ambayo ni neno la Mungu? Ukitaka ku grow in your Christian life, read the word of God daily. Na neno hilo likaa ndani yako. Yesu anasema kwamba na mimi nikae ndani yako na wewe ndani yangu. Kupitia kwa hilo neno, chochote utakachoomba utapewa. So watu wengi wamekosa kupewa majibu yao, maana wameshindwa kuweka neno la Mungu ndani yao. Wako empty. Wanakuja kanisani every Sunday, wanakuja ushirika kama huu ambaye tuko nao saa hizi, they are there every time, but mtu huyo neno la Mungu haliko ndani yake. Akiomba chochote hapewi, kwa sababu hata vile anavyoomba haombi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukitaka kujua the will of God in your life, vile unapaswa kuomba, utajua kupitia kwa neno la Mungu ambalo liko ndani yako. Amen. Una jambo la kuongeza hapo? Or you're fine? Okay.
Hebu tusome John 8:31. Tunajifunza how to grow in our Christian life. Kama kuna swali yote ungetaka kuuliza tunapoendelea, unaweza tuko hiyo mtandao wetu. Tuko na producer hapo atatusaidia kujibu maswali yako katika jina la Yesu. Yes, tusome. John 8:31 inasema, Then said Jesus to those Jews who believed in him, Yes. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Yes. But that's tumesoma. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Yesu alikuwa na address Jews. Kuna Jews walikuwa amewahubiria ama Wayahudi alikuwa amewahubiria, wakapokea neno na wakaokoka. Akawaambia, mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, mtajua ukweli na ukweli utawaweka uhuru. Do you know kwa nini kumekuwa na some errors in the body of Christ nowadays? Maana watu wa Mungu hawajui kweli. Hawana neno la Mungu ndani yao. Mtu ataka kukon Christians, anakuja tu na verse moja anaitwist. Anaitumia kukon watu wa Mungu, anakona hata kanisa za Bwana, the body of Christ in general, kwa sababu watu wa Mungu hawana neno. Yesu anasema kwamba mkikaa ndani yangu, neno langu likaa ndani yenu, you shall know the truth. Ukitaka kuwa free katika ulimwengu huu na katika ulimwengu wa rohoni, kaa katika neno la Mungu. Taka kujua Mungu anasemaje katika Biblia, kaa chini usome hili neno. Litakusaidia kuwa na wisdom ambaye mwanadamu wa kawaida haizi akaipata. Utakuwa na hekima nyingine ambaye utakuwa unajua what you supposed to do. Kwa sababu hauna neno la Mungu ndani yako, umefungwa. Wengine wamefungwa na mawazo mabaya, wengine wamefungwa na nira mbalimbali kwa maisha yao. Lakini Yesu anasema ya kama ukishajua neno lake utajua ukweli, na ukweli huo utakuweka huru. So if you want to be free today, read the word of God. Yesu anasema you shall know the truth, and the truth shall set you free. Freedom comes through the word of God. Amen. Pastor, Yes. kuna swali. Umetuambia freedom and truth comes through the word of God. Yes. Sio? Yes. Na kuna these Christians wenye, of course to know the truth lazima ukuwe kuna mahali umekosea, ukakorektiwa na ukajua hivi nafanya si vizuri. Yes. Kuna huyu Mkristo mwenye hapendi kuambiwa ever perfect. Yes. Mimi najua hivi venye nafanya ni correct. Yes. Lakini wewe mwenye unaona ni vibaya ukimcorrect anasema hapana. Yeye anafanya kitu kile. Tunaweza je saidiaje Mkristo kama huyo, because he's also a partaker in the house of the Lord. Yes. That's a good question. Now, the point ambaye Veron raised, imekuwa in the body of Christ, na many churches tumekuwa na watu ambaye wanaitanga Mr. Perfect, ambao wanajua kwamba all the time what they are doing is correct and perfect. But now let me say this. Yesu anasema you shall know the truth, and the truth shall set you free. The word of God is the wisdom yetu. Ukiwa kuna mbona unasoma neno la Mungu, utajua kama la Mungu linakurebuke. Utajua kabisa nafaa nijirekebishe. Yule ambaye amekukuta your brother or your sister, na maybe anakuaddress anakuambia what you are doing is not right, na maybe anakotia maandiko anakuambia the Bible says hii. You're supposed to obey the word of God, because this is our mirror. What tunajiangalia through the word of God. Na ukiwa corrected unakuwa wise, because next time hautarudia the same mistake. Amen. Yeah, so usikuwe na kiburi ukatae kurekebishwa. Growing goes hand in hand with wisdom. Yes. Lazima ukuwe na wisdom ndio uweze kugrow. Yeah. Amen. Matthew chapter 4 verse 4. Tusikie vile Yesu pia anavyosema. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen. Huyu ni Yesu alikuwa na respond kwa shetani wakati alikuwa anamjaribu kwa mlima. Akasema wakati ya shetani alimwambia subadilisha hii mawe iwe mkate ule, because Yesu alikuwa na njaa, alikuwa fasting 40 days and 40 nights. Yesu alimjibu kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Now, unaweza kusema kwamba unaishi because of what you have been eaten. Na maziwa, chai, juice, anything ambayo umekuwa ukikula, unadhani kwamba labda ndio imekuwa ikifanya uishi. But Yesu ana respond to that, anasema si kwa mkate tu. Kwa hivyo kusema vero unaweza kuwa unaishi
dunia ya leo, but because you know the word iko ndani yako, ukasurvive the word of God. Ukikumbuka story ya Elijah, unaweza ona Elijah wakati chakula iliisha, ile alikuwa kiletewa na kunguru. Bible inasema kwamba wakati iliisha, Mungu alimtokezea akamwambia, "Enenda kwa mwanamke wa Seraph, nimemwagiza akulishe." Ukiangalia hiyo story utaona kile ambacho Elijah alikuwa kitegemea pale, aletewa na kunguru, kilifika mwisho. But Mungu afikaje mwisho? Alifungua mlango mwingine. So Yesu anaposema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ni kusema kwamba yeye ndiye the source of our lives. Tukimwamini katika hali zote, haijalishi tuko nazo ama tuna, he will provide for us. Economy yake haijakuwa affected na chochote. Economy ya mbinguni haijaffectiwa na corona. Iko stable na iko sawa. Kwa hivyo when you learn through the word of God, vile Biblia inavyosema, and we apply it in our lives, ita transform maisha yako, itakusaidia kuishi na victory in this world, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Amen. Biblia inatuambia ati kila kitu kitaisha, lakini neno la Mungu litasimama. Man lives by the word of God. Yes. And pia Biblia inatuambia ati katika kila neno linalotoka kinywani mwa Bwana kuna baraka, kuna uzima na kuna uhai. Amen. Kwa hivyo the word of God is our guide. Yes. The word of God is our light. Good. The word of God is light to the world. Yeah. Amen. Hebu tuangalie pia Paul anavyosema akiandikia kanisa la Romans chapter 10 verse 17. Tunaendelea kujifunza how we can grow in our Christian life. Na pia tutaangalia pia mambo gani ambayo yanazuia watu wasikue. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Kwa hivyo hata imani zetu ambazo tunakuwa nazo kwa maisha yetu kama Wakristo, Biblia imetuambia inakuja kupitia kwa neno la Mungu. Faith hauwezi kuibase kwa chochote, haiwezi kawaka. The Bible says faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So it's by hearing the word, it's by reading the word, understand the word, and then apply the word. Inatengeneza imani yako immediately. Na kile utakachoomba, because umetumia faith kutokana na neno la Mungu, lazima it will work for you. Kwa mfano uko na hitaji, kama saizi vile situation inapeleka watu na uzito mwingi katika taifa la Kenya na dunia nzima. Ndipo useme imani yako ambayo uko nayo kwa Mungu ifanye kazi, lazima uibase na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio foundation ya imani zetu. Wewe ukisema naamini Mungu tu kwa kuongea mambo mengine, but you are not basing what you are saying through the word of God. Word of God is the foundation of our faith. So read the word of God, apply the faith through the word of God. Na pale utaona. Amen. Because faith comes by hearing, and hearing the word of God. Now there's some 6 points ambayo nataka kuongelelea ambazo zitakusaidia kugrow na ujue Mungu vizuri, mtembee na Mungu vizuri, na Mungu sija atakuacha. Hizo point ya kwanza, kama uko na kalamu ama kitabu unaweza andika. 1. Listening to the word of God, taught all preached. So point ya kwanza ambayo unafaa kufanya ni kusikiliza neno la Mungu ambaye umeambiwa ama limehubiriwa. So ni kusema wakati wote unapokuwa kanisani ama saizi malipoto ulipo unatusikiliza, hii neno la Mungu tunahubiri, lisikilize kabisa, liweke kwa moyo wako, litadevelop faith in you, litakufanya ugrow in your Christian life. Kwa sababu labda utapata kuna kitu tuongea hapa, labda ulikuwa haukijui, ama labda kuna mahali ulikuwa unayumba in your Christian life. When you speak this word of God, ikuongelesha direct wherever you are, utachange your ways. Unasema wow, hapa ni Mungu aniongelesha, nibadilishe njia zangu. So wakati wote unapohubiriwa neno, mahali popote pale neno la Mungu la kweli, lisikilize, liweke ndani ya moyo wako, and then move with it, and you will be blessed. Amen. Ya pili, reading the word of God. Ya kwanza ilikuwa ni kusikiliza kutoka kwa mhubiri. Ya pili ni kusoma wewe mwenyewe. Nimerealize shetani ni mwerevu sana. Na shetani anajua Bible from Genesis to Revelation. Na anajua the promises ambazo ziko kwa Bible. Anajua the benefit ambazo neno la Mungu liko nazo. Anajua tukiapply the word of God itupasavyo, tunaenda mbali sana katika maisha yetu. So huwa anatuletea udhaifu, unyonge mwingi. Wakati unachukua Bible unataka kusoma, unaanza kusikia usingizi.
Akili zako zinakwambia ama ungelala kidogo, ama ungewatch program fulani kwa TV. Hiyo yote ni adui analeta ili ya kudivert. Instead of reading the word of God, instead of kuwa busy pale katika neno la Mungu, unadivert na mambo mengine ambayo hana msaada kwa maisha yako. Let me tell you, yale mambo una watch kwa TV, acha niingie kwa TV kidogo, ama Facebook ama mambo yale mengine. Wale wote hizo programs wamezitengeneza. Those people wanalipa mshahara ndio wachukue akili zako zimtazame. Wewe kwa sababu unaochi hiyo kitu inakubenefit na nini? Instead of reading the word of God ambayo itakubenefit in your Christian life. Umekaa kwa Kristo 2 years, 3 years, 4 years. Hata kusimama tu kuchukua mic kama hiyo ambayo ushuhudia hauwezi. Ukiambiwa tusomee neno utatembea kama angushe mic. Kwa sababu umekataa ku grow in your Christian life. Umekuwa uko busy na si kwamba hauna time. But utembea mbele Mungu amekupatia instead ya kuitumia kusoma neno, uelewe maandiko, ujue Mungu anasemaje. You are very busy kuwatch programs, kujua nini kinaendelea. Kila wakati kwa Facebook si mbaya, hata tunaitumia sasa kueleza injili. But let me tell you, lazima develop discipline in your spirit. Ya kwanza kujua kwamba hata kama napenda hizi program, hata kama napenda kufanya hivi na hivi, lazima nipatie neno la Mungu nafasi kwa moyo wangu, so that you can grow in your Christian life. Let me say this. Bible na Christianity ndio kanisa madini ambalo ni la kweli. Lakini tumekuwa very weak. Tumekosa hata ya kusema. Kwa sababu Wakristo wenyewe ambaye wanaitanishwa na neno la Mungu hawalisomi, hata hawalijui. Sasa hiyo Kristo mwenzangu alipote wewe kunikuuliza swali moja. Mara ya mwisho kusoma neno la Mungu kwa peke yako ilikuwa lini? Kuna watu wengine wakati kanisa liambia kwamba sikutana kwa sababu ya corona, aliacha Bible akafunika, kila kitu cha Mungu akafungia, sasa ni yeye na kuangalia TV sasa. Akakwakileka kumwambia kwamba mambo ya Mungu kama ishafika mwisho. Let me ask you a question. Kile ambacho unakiamini, kwa unaamini kwamba ni cha muda? Kanisa wewe linakutana ama likutanwi? Jesus is still there. He will remain faithful forever and ever, no matter what is happening in our country. So let me say this. Rudini mahali ambayo ulianzia imani yako. Penda Mungu, penda neno lake, lisome kila wakati. Hata kama ni chapter moja per day, read the word of God. Amen. Kwa jambo la kusema maniendelee. And then kuna ingine point ya 3, study the word of God. There's a difference between reading and studying. Nataka tuangalie kuna watu wanaitwa people of Bel-Air, vile walivyofanya katika area ya kustudy Bible. Tusomeo Acts 17 verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word of God, the word with all readiness and mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Yes. Unasikia these people of Bel-Air, maandiko sema kwamba walichunguza maandiko, na walikuwa, Paul anasema kwamba, mwandishi anasema kwamba walikuwa tofauti sana na wale wengine wa Thessalonians. Kwa sababu hawa Bel-Air people walisearch the Bible, walisearch the scripture, kuchunguza kwamba kama kile Paul anamwambia ni kweli. When you study the word of God, hautaweza kudanganyika. There are fake preachers outside there. Kuna watu ambao wako katika biashara, wanataka kujibenefit wenyewe na jina la Mungu na neno la Mungu. But let me ask you a question. Kama utastudy the Bible like Bel-Air people, utadanganywa tu. Mali yako itaenda, pesa zako zitaenda, utajipata katika doctrine ambayo si ya kweli, kwa sababu you don't know the word. Na kama kuna mtu alisema hivi vero mahali, kama kuna watu wa rais kudanganya ni wa Kristo, because they believe every word wanaambiwa. Maana hawana time ya kustudy, hawana time ya kufanya research. Hata nikikoti verse fulani na nipeleke kando kidogo, hawatajua, because they are not ready to study the word. Bel-Air people, hata kama Paul alikuwa mtumishi wa Mungu, hata kama Paul alikuwa ni apostle, hawakumbelieve kwa haraka. Walichunguza kile anasema kama ni kweli. How many times mhubiri ashakuhubiria neno ukienda kuchunguza mambo anaongea kama ni kweli? That's why kumejaa a lot of errors na madanganyiko mengi sana in the body of Christ, na dini nyingi na imani tofauti. Haya yote inaletwa kwa sababu lack of understanding the word of God. Because believers today anaendeshwa na Paul lakini understand kile ambacho Paul alifanya. Mwingine anaendeshwa na Peter lakini hajui kile ambacho Peter alifanya. You don't know the word of God. The time has come, church.
turudini mahali ambaye tulianzia. Tusome neno. Study the word. Mungu ametupatia siku hizi hii mambo ya mtandao. When you want to search something, unaenda tu kwa Google na search. Unasikia tu commentaries za scholars na watumishi wanavyosema. Unajua hilo neno linamaanisha nini. Study. Mimi unasema una pesa kununua Bible. Hiyo simu yako enda kwa App Store. Download Bible. Soma hiyo Bible. And Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hawezi kujua ukweli without reading the word of God. Listening to the men of God. Ambaye unajua kwamba they are preaching the true gospel. Wasikilize. Touch ni yao. Another thing, the problem ambayo tumekuwa nayo in the body of Christ ni hii. Many people hawachungaji. Unaweza pata kwamba wanasikiliza maybe mahubiri kutoka TV, ama labda wakati wanaenda kanisani once in a while. So hii ya kutokuwa na mchungaji ambaye anakulisha kiroho, na hii ambaye hauna chacha mbepe unaendanga specifically, nimegundua kwamba pia ina affect most Christians. Because ukiwa katika nyumba la Mungu uko chini mchungaji fulani atakufundisha neno, atakulea. Basi kama kuna mtu aliniambia vijuzi tulikuwa naye mahali, akasema mimi sinanga mchungaji wangu ni Yesu. Hiyo ndio mimi naamini ya kwamba ndio mchungaji mkubwa. So nikaanza kuona that's why watu kama hawa wanapotea, kwa sababu Yesu mwenyewe hata alipotuokoa alituachia watumishi. Ukisoma Ephesians na mali nasema alipopaa juu mbinguni aliacha amepewa Adamu vipawa, wachungaji, apostles, wainjilisti. Aliwaacha ndio wao wanatuangalia. Hauwezi ukakaa bila mchungaji. Lazima umbrella yake ikukave, lazima akufundishe ujue the truth. Kwa mfano nataka wakati ulizaliwa na ulipozaliwa mama yako akuachanishe, asikushughulikie, asikunyonyeshe, asikupatie kile ambacho ungefanya, ungesurviveaje? Ama ukiwa kadogo miezi 3 unasema mimi sitaki mama, nataka peke yangu, ungesurviveaje shwali? Wataka kunyonya, uoshwe, ufanywe nini? So lazima ungehitaji mama ndio grow. Na mchungaji kazi yake ni kama ni mama kama huyo, akulee kiroho, akufunze kujua Bible, akuelekeze katika njia za kiungu, uweze kugrow in your spiritual life. Jesus says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mhubiri hao ambaye Mungu ametupatia ndio akufunzaga hiyo neno la kujua ukweli, na ukweli huo unatuweka huru. So soma neno la Bwana, study like Berea people. Amen. Kuna nyingine ambaye point ya 4 inasema memorizing the word of God. Okay, neno Mungu fai kulisoma na just kuacha hivyo tu. Lazima umemorize. Kama vile tunasoma shule, ukijua kwamba uko na mtihani, unahakikisha kama una memorize kile ambacho ulikuwa unasoma shuleni ama unasoma kwa kitabu, ndio mtihani ikija usisahau. Hivyo ndivyo pia neno la Mungu lilivyo. Lazima umemorize the word of God. Ndio wakati shetani amekushambulia, for example, amekurushia mawazo mabaya. Unajua wanadamu bado tuko na mwili huu. Kuna wakati unaweza kaa chini usikie tu kimawazo kimekuja tu. Na ukisikiliza hiyo mawazo unaona hii si ya Mungu. So how do you attack such kind of thoughts? Because you have already memorized the word. Unatumia neno la Mungu, una-attack hiyo mawazo mabaya pepo na inaenda kabisa. Kwa mfano umekasirishwa na mtu na unasikia uko na bitterness na yeye, kwa sababu tayari ushamemorize the word of God ambaye inasema kwamba ndio uruhusiwi kukasirika, lakini jua lisiishie pande nyingine bado kama umebeba hasira, kwa sababu hilo neno liko ndani yako, unalitumia na unasema hasira tulia na ufai kubeba this and that. Inakusaidia neno ku grow to the next level. But kwa sababu watu wengi hawana neno, wakasirishwa na watu wana react kama wanadamu. Unapata Mkristo anasema nitaweka Yesu chini kwanza dakika 5 tuonane. Kwani Yesu ni mzigo? Atindakuja mashati tupigane. Hiyo kupigana imetoka wapi? Kwa sababu hauna neno la Mungu ndani yako. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Mtu aliye huru apigane. Mtu aliyewekwa uhuru habebi hasira. Mtu aliyeko uhuru moyo wake unakuwa na amani, moyo wake unakuwa na furaha, moyo wake unapenda watu because you know the truth. Amen. Ya 5, meditating on the word of God. So there are difference between kumemorize na kumeditate. Amen. Ukisha study the word, for example, ustudy neno kama vile ambavyo
Bible inasema Jesus wept, the shortest verse in the Bible. Unaanza kutafakari kwa nini Yesu unaanza meditate reason why. Kwa sababu alipenda Lazaro sana, ama kwa nini alilia? Unaona una meditate and then una apply kwa sahihi kwa life yetu. Hiyo neno inanifunzaje mimi kama Mkristo wa sahihi? As you meditate, Holy Spirit anakujanga na kupatia revelation. Unasema wow, kumbe nimepata ufunuo hapa. So hata ukikuta your brother and your sister kwa barabara mnapo share, utapata utamu-encourage kwa sababu ndani yako kuna neno ambalo umemeditate. Lakini kuna watu wana meditate na programs za TV, anajua kila starring, anajua sijui nani, kila mtu yote, mpaka anaanza kuambia kile kitafanyika kesho kwa hiyo program. Imemwiva ndani. Mpendwa, utapata information yoyote lakini itakusaidia. Spiritual life yako inakuwa dry, unakuwa mtoto. I remember kuna mzee tulikuwa tunashiriki naye kitambo Pero. Na siku moja amekaa almost 10 years. Nilikuwa naambiwa na pastor wangu kama huyo mzee amekaa 10 years kwa church tangu okoke. Wakati sababu silisha aliitwa aombeshe maombi ya mwisho. Mike kwa hivi. Na hata tukusikia kile alisema. So aliposema amen wote walibaki wakicheka. Mzee wa kanisa amekaa 10 years. Kwa nini watu wanakaa miaka mingi na wa grow? Shida ni kwamba ile process of spiritual growth waliachana nayo. Ushirika wa Kristo, hapo ndipo watu tunagrowia. Kama kuna ushirika, enda. Kama kuna mkesha, enda. Kama kuna Bible study kama hii katika nyumba la Mungu, kuja sikia tu vile Mungu anavyosema. Enda maombi. Funga hata kama ni siku moja utakufa. Hasa hapo ndio mtu wako wa ndani huwa anaanza kugrow. Unajua kweli na ukweli unakuweka huru. No matter umekaa kwa Kristo miaka ngapi, kama utafuata hizi process nakwambia, you will never grow in your spiritual life. Amen. Ya sita ambayo ni ya mwisho, applying the word of God to our lives. Hebu nikuulize mpendwa, mahali popote ulipo, wakati wote usapatikana na challenge, watu wengi wanakimbia kuita mama yao, mami, baba, kitu kinatokea tu, akili tu ni mama. Na sio mama na mtoto hiyo damu, nafikiri ile mahali mtu alitoka, unapata mtu hata mtu akitegwa kidogo nasikia tu mama. Hata Jesus mtu ataji Mkristo, nasikia tu anaita mama yake tu. Now, kwa sababu watu wamekuwa empty, hata challenge ikiwakuta hawafikiri kwanza Kristo kwanza. Hata ugonjwa ukishambulia watoto, instead ya kwenda kuombea mtoto kwanza before mkimbiza hospitali, unakimbiza hospitali kwanza, unakumbuka Mungu baadaye. What does it mean? Ni kumini kwamba we don't have the word of God in our lives. Apply. Kama ni ugonjwa imekuja, chukua ile neno ambayo inaongea about healing. Quote your verse. Speak about it. Apply it in your situation, and that devil will run away from you. Because the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. This freedom that the Bible is talking about is about the word of God. Apply it to me. Shetani anambia Yesu imeandikwa. Yesu pia anamwambia imeandikwa. Shetani kama anajua Bible from Genesis to Revelation, how about you? Wewe ambaye tu hiyo ulifunza kwa Sunday school John 3:16 ndio umeshikilia mpaka leo. Praise the Lord. Hata kuna mtu mmoja alisimama kanisani akasema, akaquote kitabu ambaye haikuwa akasema nifungulieni Moses chapter 3 verse 5. Unaona tu Bible tu nakata Moses chapter 3. Because watu wanakumbukanga kuchukua Bible Sunday. Unaona mtu amechukua Bible anapanguza vumbi, anaigonga gonga anaweka hata ibebi kwanza, anaweka paper bag ama wakabag ama wakibeti. Mungu akiangalia moyo wako mahali umemweka. Because wakati umeweka neno la Mungu mbali na maisha yako, ni kuweka Mungu mbali na wewe. Na wewe utamuita. Aliambia Israeli hivi, msiposikiliza ninapoitana, msiponisikia, vile ninavyosema msiponisikiliza, na nyinyi kuna siku mtaniita na sitawasikia. So wakati tuna assume the word of God, tunakataa kujicommit kwa mambo ya kujenga imani zetu. Tunakataa kujicommit na mambo ya kujenga wokovu wetu. Na wewe katika mahitaji yako,
Kuna siku unaambia Mungu nitendea hivi, aweke kateni yake hapo mbele. Kwa sababu wakati anakuhitaji wewe pia hauonekani. And then kuna kitu nataka kusema hivi, na hii ni kwa Wakristo wote wanaotazama. Tuacheni kumtafuta Mungu because of material things. Nenda church. Tazama kama ni Vero, unakuja church baby ndio Mungu akuhurumie kufanya mtihani upite. Haya wengine vijana wanakuja church ndio wapate kasichana, wanasema vijana wanasemaga wasichana wa church wanakuwa poa, watajiharibu, they are okay. So wanakuja church anajicommit, lakini aim yake ni kupata bibi kanisani. That's a wrong motive. Hiyo ni lengo mbaya. Mwingine anakuja katika nyumba la Mungu ndiposa abarikiwe anunue gari. Hatukujai kanisani tukununua magari wapendwa. Hatukujai kanisani kupata mashamba. Hatukujai kanisani tuoe ama kuolewa. Hiyo hata tunaweza kupata hata huko nje bila kuwa katika nyumba la Mungu. But we are here in the church of God to seek the kingdom of God. Maana baada ya maisha haya kuna maisha mengine yanayokuja. Na vile utakavyoishi hapa duniani ndio itadetermine kama utaingia kwa mbinguni ama utaingia. Amen. Pastor kuongezea kwa hiyo Bible inatuambia that seek first the kingdom of God and his righteousness and everything else shall follow. Ukitafuta ufalme wa Mungu kwanza, utafute utakatifu, utafute glory ya Mungu kwa maisha yako. So vitu zingine, everything material wealth itakuja ni yawe. Our God is a God of silver and gold. He provides everything we need. Yes. Hizo vitu zingine zote ukishamtafuta na utafute utukufu wake, hizo vitu zingine zote be sure utapata. Amen. Kuna siku Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka duniani, wanafunzi wake walimuuliza, kwa sababu sisi tumewacha familia zetu, tukawacha kila kitu, tukakufuata, utatupatia nini? Yesu akamwambia, mtu yote aliyeacha kila kitu aliyokuwa nacho, mke nacho kwa ajili yangu mimi, atalipo mara 100 hapa duniani, and then baadaye atakulipa one day. Amen. Atakuja kukulipa. Na chochote ushamfanyia hata kama ni kidogo aje, Yesu anakidhamini sana. Hakuna kitu kidogo mbele za Mungu. Chochote unachomfanyia duniani. Kwa mfano, kuna pesa ulikuwa nazo, ulikuwa umepanga kufanyia kitu fulani, ukatoa ukasaidia maskini because of him. Ama maybe ukasupport the work of God. Hiyo yote unachokifanya, Bible inasema kwamba utalipo mara 100 hapa duniani na baadaye upewe uzima wa milele. Na Wakristo lazima tufike mahali tujue kwamba, kwa mfano, when you preach about holiness in church, about prayer, about to live a good life in Christ, maisha ambayo iko na mwelekezo mzuri, unapata watu wanasikia kuboeka. Hiyo injili leo imeboo sana. Ilikuwa na fire. Lakini wakati mhubiri amekuja ameguruma, you'll be blessed, utanunua ndege. Vile watu wana shout na wakupokea hilo neno. I wish kama hivyo ndivyo wangekuwa wanapokea neno kuambiwa kwamba utakatifu ni mzuri. And then hiyo neno analichukua, anaisha maisha matakatifu. Maana utakatifu ndio utamuona Mungu. Wacha nikwambie today, naweza kuombea hiyo jet ununue, Mungu atakubariki hiyo jet. Hata mashamba na magari ya watoto akupatie na ufanye harusi kubwa. Mpaka ioneshana kwa TV. Wedding of the year. Lakini kama haujashirikiana na Kristo si nzuri. Mbinguni hautaingia kwa sababu ulinunua ndege. Mbinguni hautaingia kwa sababu ulinunua shamba. Mbinguni kutaingia watu ambao ni watakatifu. Na hii ndio tumekuletea leo hii. Ninakusaidia uweze kugrow, ujue Mungu zaidi. Ndipo njia ambazo hazimfurahishi Mungu uachane nazo, maana Biblia imetuelekeza. And then you follow the way of God, because the Bible says kwamba you shall know the truth and the truth shall set you free. Baraka ni kuongezewa, maisha mazuri ni kuongezewa, furaha tunaongezewa, watoto tunaongezewa, chochote tunahitaji duniani cha kuongezewa, but first is the kingdom of God. Jambo la kuongezea. So mahali popote ulipo, Bwana kubariki sana. Tunaamini kwamba umebarikiwa na hiyo ujumbe unapokufikia, you can share with your friends through Facebook, na utaenda kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sisi tumeplay our part to teach you the word of God, how you can grow in your spiritual life. Apply your neno tumekuambia. Weka ndani ya moyo wako. Rudi kwa Bible. Soma neno. Study the word kama watu wa Belea. Vile walivyo study the word, walichunguza maandiko kujua kama kila walikuwa naambiwa na Paul kilikuwa ni kweli. Watu wengi siku hizi kwa sababu ya kutafuta miujiza wamejipata kwa waganga. Wakristo wanabeba ilizi na katika nyumba la Mungu.
Wakristo wanatembea na vitu ambavyo wanaviita mabahati. Tinipewa maji ya bahati, nikikunywa asubuhi na shinda vizuri. Unapata mtu akona kapete lakini si ka urembo, kako na bahati fulani. Unapata Mkristo anasema kwamba najikuna hapa nitakula nyama. Hizi vitu zote zinaleta kwa sababu hatujui word. Tuko katika nyumba la Mungu, but vitu vya kidunia vya bahati bado we apply in our lives. Ukiomba Mungu akose kufanyia kitu, unaenda kujaribu bahati kwa mganga. Yesu akasema in the book of Revelation, akamwambia Yohana, mtu awe moto ama awe baridi. Ukiwa fugufugu nitakutapika. Simama leo na msimamo wa Kristo Yesu. No matter what is happening in this world today, believe in God. Read the word of God. Apply it in your life and you will never be the same again. Mwambie watu wa Mungu jambo la mwisho tunapenda kumaliza. Ningependa kuambia watu wa Mungu ni ati this word is our everyday guide. Hii neno ni kama barabara. Tukiitembelea na tuifuate, tufuate hiyo barabara ya uzima, tutafika pale Mungu ametuambilia. Amen. Tutafika hapo pale tuliomba Mungu, tukaomba Mungu nataka kufika mahali fulani. Nikitumia hii neno kama barabara yangu, tutafika. God bless you. Wacha nikuombee mahali popote ulipo. Funga tu macho yako. Amini pamoja nami katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante kwa kututumia kunena neno lako Bwana kwa watu wako siku ya leo. Tunaamini kwamba yeyote ambaye limemfikia, wacha limbariki, wacha limbadilishe, wacha limpa mwanzo mpya Bwana. Pe watu wako njaa na kiu ya neno lako Bwana, kiu ya kutafuta uso wako, kiu ya kutaka kujua unasemaje kupitia kwa neno lako Bwana. Tukutafute wewe kwanza, na haya mengine Bwana umesema utatuongezea. Kwa hivyo saidia kila Mkristo mahali popote walipo, kila mpendwa yote anayotazama mahali popote alipo. Ninamuombea neema hii mshukie sasa Bwana. Utupatie kila mmoja wetu njaa na kiu Bwana ya kukupenda wewe kila siku Bwana Mungu. Tunapoamka asubuhi tusome neno, mchana tusome neno, jioni tusome neno Bwana. Tupatie neema ulikuwa umepatia watu wa Belea, walichunguza maandiko kila siku. Nasi Mungu tusaidie kuchunguza neno lako kila siku, kulisoma kila siku. Maana Yesu umesema, you shall know the truth and the truth shall set you free. Your word is true. Your word is freedom. Help us, Lord, to read your word, to understand your word, to meditate in your word, to memorize your word, to think about your word, Lord. So that, Father God Almighty, we can be equipped and full of your word in our spirit. We love you and we give you praise. It is in Jesus' mighty name we pray. Amen. Bwana kubariki sana. Asante kwa kutazama, na tukutane Jumapili kuanzia saa 5 hapa katika madhabahu haya. God bless us. Tunaamini kwamba Jumapili itakuwa ni ibada. Tunarudi by fire. Shetani utatuzuia tena, we are coming. In Jesus name. God bless you so much. Amen. Amen. Amen.